12:11. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Naomba mkae. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye kwa neema yake na kwa nguvu yake na kwa mkono wake wa ajabu ametupa kuvuka mwaka 2025 na kuingia mwaka wa 2026. Wapendwa katika Bwana, ni kwa neema ya Mungu tu ametupa kuona huu mwaka, na tuna kila sababu ya kuweza kumwomba Mungu aweze kuanza na sisi katika upya wa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ambalo nimelisoma nimelipa kichwa kinachosema ushindi katika vita vya maisha. Ushindi katika vita vya maisha. Ushindi wako uko karibu zaidi kuliko hapo mwanzo. Kwa nini? Kwa kuwa wale wote ambao wamekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, Mungu yuko karibu nao katika kuwatetea, kuwavusha na kuwapigania. Na haswa tunapoweza kumruhusu yeye aanze mwaka na sisi. Usifikirie kwamba huna vita. Hakuna mtu duniani ambaye hana vita. Mwingine vita vyako vinaweza vikawa kwenye ulimwengu wa roho, mwingine vinaweza vikawa kwenye ulimwengu wa mwili, mwingine vinaweza vikawa kwa sababu ya lifestyle ya maisha yako. Adui tu akanyanyua vita, lakini katika vita vyako una ushindi unaopatikana kwa mwana kondoo. Haleluya. Lakini tunaona kwamba hata neno hili ambalo tumelisoma anazungumza habari ya vitu viwili vikubwa. Jambo la kwanza, amezungumza habari ya damu ya Yesu katika kutushindia. Lakini jambo la pili, amezungumza habari ya ushuhuda katika kutushindia. Kumbe katika kushindiwa na Yesu Kristo, yako mambo mawili ambayo yanatakiwa yasiondoke katika maisha yako. Jambo la kwanza, uweze kutumia damu ya Yesu katika kila kitu, ukiwa na imani kwamba inafanya mambo makubwa ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Lakini jambo la pili, uweze kuwa na ushuhuda katika ulimwengu wa mwili unaodhihirisha kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba unamkiri Kristo na unamfuata Kristo. Haleluya. Ushuhuda huo ambao utakuwa unashuhudiwa kupitia maisha yako ya kiroho, utakuwa unashuhudiwa kupitia namna unavyoishi, utakuwa unashuhudiwa kupitia ulimwengu wa roho, namna connection yako na Mungu, basi itakusaidia wewe kuweza kukutana na nguvu ya Mungu katika vita vyako. Wapendwa katika Bwana, kesi yako haijafungwa mpaka wewe mwenyewe, haitafunguliwa mpaka wewe mwenyewe umuombe Mungu kwa kutumia damu yake aifungue. Lakini pia vita yako adui hawezi kuifunga isifunguliwe kama unatumia nguvu ya damu ya Yesu katika kuifungua. Haijalishi mahali ulipo sasa na hali ulio nayo sasa, kinachoangaliwa ni mshindani wako ni nani. Mshindani wako ni Yesu Kristo. Mshindani wako ni Bwana mabwana. Mshindani wako ni Kristo asiyeshindwa wala kufeli mahali popote. Maisha ya vita ya kila atakaye faulu ni lazima aruhusu Mungu apigane vita vyake. Amruhusu Mungu apigane vita vyake. Jinsi unavyomruhusu Mungu kutawala maisha yako, jinsi unavyoitumia damu ya Yesu kushindia, ndivyo ambavyo kesi yako inakuwa ndogo kwa maadui zako, inakuwa imefunguliwa na Mungu mwenyewe. Soma na mimi Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 14. Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 2 ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Wakorintho wa kwanza 2:14 anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu,
maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa hayatambulikani kwa jinsi ya rohoni. Nimekwambia vita vyako haviwezi kuzuiliwa na adui yako visifunguliwe kama ukimruhusu Mungu apigane vita vyako. Na hapa anasema mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu wa tabia ya mwilini, mwanadamu asiyekubali mabadiliko, mwanadamu asiyejua nimekosa akageuka, akashuka, akatubu, akajiweka mikononi mwa Mungu kwa upya. Anazungumzwa huyu mwanadamu ambaye amejikita katika mambo ya asili, akayaamini hayo, akayaishi hayo, akafungamana nayo, akasahau kwamba iko damu inayotibu, iko damu inayoponya, iko damu yenye nguvu inayofungua, inayobadilisha, inayopigana vita kwa ajili yako. Ukashikamana na mambo ya kidunia na mambo ya asili, yale ambayo wengine wanatumia miungu, wengine wanatumia waganga wachawi, wengine wanatumia watabiri, wengine wanaenda huku na huku wakihangaika. Anasema mtu huyu ambaye anafuata mambo hayo, mambo ya Roho wa Mungu hayamo kwake. Na mambo ya Roho wa Mungu yasipokuwapo kwako, ni ngumu, mpendwa mtu wa Mungu, kumruhusu Yesu kupigana vita vyako. Na Yesu akishindwa kupigana vita vyako, ni ngumu kushinda, kwa maana utapigana katika hali ya kimwili. Ni lazima ifike mahali vita vyako vipigane katika hali ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kuitumia damu ya Yesu, hauitumii tu kama maji, hauitumii tu kwa kuwa tunatamka mdomoni. Inatumika ikianzia rohoni. Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako, Roho Mtakatifu anakuwezesha kutamka, anaendelea kuomba kwa kuugua ndani mwako, anakufundisha neno la kutamka na mahali pa kutamka na wakati wa kutamka na wakati wa kutumia hiyo damu ya Yesu ili itende kazi ndani mwako, ili itende kazi kwenye ulimwengu wa roho, ili itende kazi kwenye ulimwengu wa roho usioonekana, lakini unajidhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili. Haleluya! Yako mambo mengi sana ambayo unaweza ukayafanya wala uyaoni katika ulimwengu wa roho kwa kutamka na yakawa. Lakini ili uweze kufikia hapo, mstari wa 14 unatufundisha kitu. Anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, hayapokei kabisa. Sasa ukishindwa kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, manake huwezi kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu kinachopigana vita kwenye ulimwengu wa roho ni Mungu mwenyewe aliyoko ndani yako, na huyu Mungu aliyoko ndani yako ndiye anaweza kusimamisha kusudi la Mungu katika maisha yako. Yamkini kuna mambo ambayo hayajaenda vizuri mwaka 2025 na unatamani 2026 umwone Mungu. Yamkini kwenye eneo la biashara yako kumekuwepo na vita, pengine kwa namna moja au nyingine. Wako watu ambao wanatamani usisonge mbele, wako ambao wanatamani wasione watoto wako wanafaulu, wako ambao wanatamani kuona watoto wako wanaolewa, wako ambao wanatamani wakuone unaishi vizuri, unapendeza. Lakini hivyo vita, nimekwambia, sio vya kwako. Bado unaweza kuingia agano na Mungu katika mwanzo wa mwaka huu. Lakini ili uweze kuingia agano na Mungu katika mwanzo wa mwaka huu, anasema wanadamu mwenye tabia ya asili hawezi kupokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huo ni upuuzi. Lakini ukimruhusu Mungu kuingia ndani mwako, Mungu anakusaidia kutumia damu yake na ushuhuda wako ambao unashuhudiwa katika matendo yako na maisha yako unayoishi, kuweza kupata kibali cha kutumia damu ya Yesu kuweka agano lako na Mungu na kuweza kuondoa yale yote ambayo adui anakusudia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu.
amshindie, na hakuna ambaye aliwahi kumwachia Mungu maisha yake adui akamshinda. Tusome kitabu cha Isaya ule mlango wa 58 na ule mstari wa 11. Isaya takatifu mlango wa 58 na mstari ule wa 11. Neno la Mungu linasema hivi. Kitabu cha Isaya mtakatifu ule mlango wa 58 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Huyu ni huyu mtu ambaye ameamua kuachana na mambo ya asili, ameamua kumruhusu Mungu atende kazi ndani yake, ameamua kumruhusu Mungu afanye kazi ndani mwake, ameamua kuweka agano na Mungu la kutembea naye tena katika mwaka mwingine. Anasema naye Bwana atakuongoza daima. Mungu akikuongoza atakuvusha mahali pagumu. Mungu akikuongoza atapigana vita vyako. Mungu akikuongoza atakufundisha unaotakiwa kuyafanya ili adui yako asikumeze. Mungu akikuongoza atakushika mkono, hata kama kuna mahali ambapo umekuwa kipofu katika ulimwengu wa roho, atakuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Kwa maneno mengine, nafsi yako haitashindwa kulishika neno lake, haitashindwa kuishi katika utakatifu, haitashikiliwa na adui, haitapigwa na adui, maana wakati wote Mungu anaitafutia chakula. Na anasema nitakutia nguvu, nitaitia nguvu mifupa yako, na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Kwamba mwaka jana kuna mahali ulipungua, kuna mahali uliona shida, kuna mahali ulishindwa kuvuka, kuna mahali ulihitaji msaada. Anasema utakuwa kama bustani iliyotiwa maji ambayo haipungui. Kwa hiyo Mungu akikushikilia, ukiweza kuishi ndani mwake, ukiweza kumwachia nafsi yako, maana yake yeye ndiye ambaye atayashika maisha yako, atashika biashara yako, atashika kipato chako, atashika maumivu yako, atashika watoto wako, na furaha ya wokovu utaiona katika maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukasimame tukamwombe Mungu, tukamwambia Mungu, wewe nipendeza, wewe unaweza kutushika ukatuongoza. Shibisha nafsi zetu, tupe agano imara na wewe katika mwaka huu tena, tuweze kutembea na wewe. Tupe kibali cha kutumia damu yako, ili hiyo damu yako ikapigane vita dhidi yetu. Unaweza, unaweza, Mwokozi, unaweza, Mwokozi.
maishani mwetu Bwana. Ni kweli Mungu wetu, wewe unastahili heshima na utukufu. Ni kweli Mungu wetu, unaweza kwa kila kitu. Ndio maana umetupa neema ya kuiona mwaka 2026 Bwana. Baba umetosha, Baba unaweza, Baba unaweza kila kitu. Kwa jina la Yesu, watoto wako hatustahili hata kulegeza Baba vyakula Bwana. Hatustahili uongozi. Tumekuja kwako, tumekuja kwako, tumekuja kwako, tumekuja kwako asubuhi ya leo, tumekuja kwako asubuhi ya leo, tumekuja kwako tukihitaji neema yako, tukihitaji msamaha wako, tukihitaji toba kwako. Utusamehe Bwana, utuhurumie Bwana, ututakase Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Baba Mwenyezi, Mungu tuhurumie, Baba tuhurumie, Baba tutakase, katika jina la Yesu. Yesu wangu tunakuja kwako, tunakuja kwako kwa damu ya mwana kondoo, kwa ushuhuda wetu. Tupe ushuhuda mwema, tupe ushuhuda mwema, tupe nafasi kuogopa, tuweze kushinda na nguvu yako, tuweze kushinda adui zetu kwa kutumia damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe Mungu unayetupa Bwana nguvu ya kushinda, nguvu ya kuogopa, nguvu ya kuogopa, nguvu ya kuogopa. Hatuwezi kushinda bila wewe Bwana, hatuwezi kuogopa bila wewe Bwana, hatuwezi Bwana. Tunakuita Mungu wa vita, jemedari wa vita, jemedari wa vita, jemedari wa maadui zetu. Maadui zetu ni mauti, maadui zetu ni magonjwa, maadui zetu ni vita. Roho ya kuogopa inoma, roho ya kukamatwa, kurudishwa nyuma, tunaipiga hiyo roho, tunaiteka hiyo roho, tunaiteketeza hiyo roho, tunaiangamiza hiyo roho, tunatamka damu ya Yesu, hiyo damu yenye nguvu, hiyo damu inanena mema, hiyo damu inanena mema, hiyo damu ya Yesu. Tupe kibali cha kutumia damu yako, tupe kibali Yesu cha kutumia damu yako, tupe kibali machoni pako, ili damu yako Yesu takatifu tunapoenda kuitumia Bwana ikaribu kila falme zilizosimama kwa ajili ya kuharibu maisha ya watoto wako, ikasimame Bwana hiyo damu, ikaponye watoto wako, ikaponye biashara zao, ikaponye familia zao, ikaponye kazi zao, ikaponye nyumba zao, ikaponye Bwana, ikasimame katika umwaka, ukaweke agano la watoto wako, agano la ushindi, agano la kuinuliwa, agano la kuinuliwa, agano la kwa Bwana la uhai na uzima katika mwaka huu wa 2026. Yesu nikadhihirishe, Yesu nikadhihirishe, Yesu nikadhihirishe katikati ya watoto wako, katikati ya nyumba zao, katikati ya familia zao, katikati ya familia zao. Oh, damu yako ikasema na watoto wao, ikawashike watoto wao, ikaachilia nguvu yako, ikaachilia uwezo wako, ikaachilia mpako wako, ikaachilia nguvu ya upako wako katikati ya familia, katikati ya watoto, katikati ya jamii, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya neno lako Yesu. Pigana Bwana, kasipiganie watoto wako mahali popote watakapopita, ambapo maadui zao watasimama nao ili wakapate kuwaumiza. Yesu nenda kwa achilia nguvu ya damu yako, ikasimame Bwana, ikasimame kwa watoto wako, ikasimame kwenye biashara zao, ikasimame kwenye majukwaa yao, ikasimame Bwana. Ondoa mabaya juu yao, ondoa batili juu yao, ondoa vita juu yao, ondoa kila neno baya juu yao, ondoa magonjwa juu yao, ondoa adui juu yao, ukawafunike Bwana, ukawafunike Yesu, ukawafunike Mungu, ukawafunike Yesu kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya neno lako, kwa nguvu ya ushuhuda, kwa uwezo wa nguvu neno lako, katika jina la Yesu.
kwa kuwa unasikia maombi yetu. Asante kwa kuwa tunaweka Bwana msingi katika mwaka wa 2026. Nguvu yako itembee na watoto wako Bwana. Uweza wako utembee na watoto wako Mungu, wakapata kukuona kwa namna tofauti kabisa. Tunakushukuru kwa neema yako ya kipekee. Asante kwa kuwa tujawahi kukuomba ukatuacha, na hata sasa Bwana tunaamini ya kwamba utaenda kushindia watoto wako, utaenda kutenda maajabu, utaenda kutenda miujiza, utaenda kufanya yale ambayo tuliyoyawaza katika maisha yetu, na adui watakaa mbali katika jina la kutakatifu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo tunaenda kukutolea. Ninajua ni dhabihu hiyo hai itakayenena mema juu ya maisha ya watoto wako. Ninajua ni sadaka inayokuwa kumbukumbu juu ya kitabu cha enzi, kwa kuwa ni sadaka wanakutolea kabla hata kufanya lolote katika maisha ya Bwana. Wanakupa nafasi ya kwanza katika siku njema ya baraka kabisa ambayo Mungu umetoa mchana kutupa uhai. Ninakuomba unaponyosha mkono wako Bwana, nguvu yako ipate kushuka ndani mwako, damu yako takatifu ipate kuwatamia, uweza wako Bwana upate kuwafunika, na wanapopiga hatua kuelekea kwenye majukumu yao, hatua zao ziende na hatua zako, nuru yako ikiwafunika na kuwatamia. Sadaka ikinena mema juu ya biashara zao, ikinena mema juu ya maisha yao, ikinena mema juu ya watoto wao, na siku zote wakapate kuona mkono wako ukizidi kuwainua viwango vingine katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tumeomba na kuamini. Amen. Karibuni tumtolee Mungu. Changu tuma